Naam, bila shaka ni siku nzito ambayo tumekuwa tukifuatilia kuanzia asubuhi, wakati ambapo taarifa hizo zilipotoka India kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025, leo ni siku ambayo biwi la simanzi limetanda katika kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Waombolezaji kila sehemu wakitoa risala zao za rambirambi baada ya kupata habari za kuaga dunia kwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, akiwa anaendelea kupata matibabu katika nchi ya India. Bila shaka ni matukio ambayo tumeyafuatilia toka mwendo wa asubuhi wakati taarifa hizo zilipoanza kuchipuka moja kwa moja, na kwa sasa tunaweza kueleza kwamba kufikia sasa tumeweza kupata picha za moja kwa moja kutoka Kerala, India, ambapo mwili wa Raila Odinga ulikuwa umewekwa kwenye jeneza na vile vile kuweza kutandikwa maua ambao shada za maua ambazo ziliwekwa pamoja na viongozi kutoka India na vile vile balozi wa Kenya Mashirima. Na bila shaka balozi wa Kenya hapo ambaye ni balozi wa Kenya katika taifa la India ambaye ni balozi Peter Munyiri akiwa hapo kupokea mwili huo katika chuo cha Kerala Medical College huko Kerala, India, ambapo mwili wa Mheshimiwa Raila ulikuwa umesafirishwa kutoka hospitali ya Deva Matha ambapo kifo chake kilithibitishwa. Inaarifiwa kwamba Mheshimiwa Raila alikuwa ameugua na alikuwa anapata matibabu katika hospitali moja ya kibinafsi na akaanguka hii leo asubuhi kabla ya kupelekwa katika hospitali hiyo ya Deva Matha ambapo ilithibitishwa kuwa amefariki. Na bila shaka hapa nchini kuna maandalizi mengi ambayo yamekuwa yakiendelea siku nzima. Naam, bila shaka Rais William Ruto akiwa ni mwenye kutangaza rasmi katika ikulu ya Nairobi kuhusiana na kufariki kwa Raila Odinga, kinara wa chama cha ODM na vile vile mpendwa wa wengi katika safu za kisiasa na hata uongozi. Pia rais akiweza kutangaza kwamba ameweza kusitisha kwa siku 7 angalau shughuli zake zote za kirasmi ili kuweza kushughulika pamoja na viongozi wengine katika serikali na hata wananchi katika kuandaa mazishi na vile vile maombolezo, akitangaza kwamba bendera sasa katika majengo yote ya kitaifa, sehemu ambazo kuna majengo ya kitaifa na kuna bendera za taifa, zitakuwa zinapepea nusu mlingoti. Pia vile vile akiwaagiza maafisa wake wakuu serikalini kuweza kusitisha shughuli zao rasmi kwa sasa kwa ajili ya kuandaa maandalizi. Na pia amefanya mkutano wa dharura na maafisa wa usalama punde tu ama kabla ya kutangaza rasmi baadhi ya masuala ambayo yatakuwa ni taratibu zitakazofuatwa wakati wa kuandaa mazishi na vile vile safari ya mwisho ya mwenda zake Raila Odinga. Naam, bila shaka mtazamaji, jioni ya leo taifa linamwomboleza aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga aliyeaga dunia mapema hii leo. Odinga aliyekuwa akipokea matibabu katika hospitali moja nchini India amefariki asubuhi akiwa kwenye matembezi. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, Raila aliaga dunia baada ya kupata mshtuko wa moyo. Mwendo wa saa 2:30 asubuhi saa za Kochi, India, ambayo ni saa 12 saa za Kenya, Raila Amolo Odinga aliripotiwa kuwa kwenye matembezi ya asubuhi katika hospitali ya Ayurvedic kabla ya kupata changamoto za kupumua na kuanguka ghafla. Ripoti kutoka katika hospitali hiyo zikisema madaktari walijaribu kumfanyia huduma ya kwanza bila mafanikio. Na maji alipozidi unga, Odinga alikimbizwa katika hospitali ya Deva Matha mjini Kothatukulam alipotangazwa kuaga dunia mwendo wa saa 3:52 saa za mji huo, ambayo ni saa 1:22 saa za Kenya. Dakika chache baadaye mwili wa Odinga ulionekana ukisindikizwa na madaktari wa hospitali hiyo. We continued CPR in spite of our very sincere, continued CPR and other measures. We couldn't make him. Baadaye jioni, jeneza ambalo lilikuwa limebeba mwili wa hayati Odinga lilisafirishwa kutoka hospitali ya Deva Matha hadi chuo cha matibabu cha Kerala, ambapo litasalia kwa sasa hadi litakapochukuliwa na kikosi cha Kenya ambacho tayari kiko angani kuelekea nchini India. A delegation comprising government officials and family members led by
Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother. Bendera zote sasa zitapepea nusu mlingoti kwa wiki moja ijayo hadi Odinga atakapozikwa. I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. Rais Ruto amemwomboleza Odinga kama mzalendo ambaye mchango wake wa kitaifa utadumu kwa miaka na mikaka. Kamati ya mazishi itakayoongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na nduguye Odinga Oburu Oginga tayari imeanza maandalizi. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Nairobi. Na sasa tugeukie jinsi Wakenya walivyopokea taarifa hiyo. Wakenya walimiminika nyumbani kwa marehemu kinara wa ODM Raila Odinga katika eneo la Kerarapon mtaani Karen baada ya taarifa za kifo chake kusambaa. Na maelfu ya Wakenya walipiga kambi nyumbani kwake kumwomboleza Raila, huku wengi wakisema wamepoteza mwanga katika uongozi wa nchi na kiongozi ambaye alitegemewa na wengi. Aidha, viongozi mbalimbali pia walifika kuomboleza na jamii ya Odinga. Melita Oletenges alikuwa mtaani Karen kufuatilia matukio na hii hapa taarifa yake. Pindi taarifa ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga iliposambaa, maelfu ya watu walianza kumiminika nyumbani kwake Kerarapon katika mtaa wa Karen kuanzia saa 2 asubuhi. Taarifa za kufariki kwake zikisambaa kwa haraka mno, huku watu wengi zaidi wakifika nyumbani kwake. Rais William Ruto, naibu rais Kithure Kindiki, wandani wa Raila Odinga wa chama cha ODM pia walifika nyumbani kwa Raila mwendo wa saa 3 kuomboleza na mama Aida Odinga na jamaa zake wa karibu. Waombolezaji walikuwa wamejawa na uchungu kufuatia taarifa hizo, wengi wakitokwa na machozi, huku biwi la simanzi likitanda. This is not happening, man. Without Baba we are not able, bana. Tafadhali Kenya na dhomba wa Kenya wenzangu walai. Sasa hivi nakaa mimi siamini kitu imefanyika. Siamini, niko kwa ndoto. Niko Karen, nimekaa katikati ya Karen, naenda kuangalia hivi nyuma, naangalia watu wengi wamejazana hapa. Kwa nini inaendelea? Baba ametuacha. Kama ametuacha ukweli, wakuja hivi. Lazima niangalie pale ameenda. Papa ametuacha hali mbaya. Kwa sasa hii papa ametuacha ile hali mbaya, hatujui tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Sisi wakaachi tumepaki bila papa, hatujui tunaanza wapi, tunamalizia wapi. Juu saa hii hata kuna roho ya kuongea. Kama mimi ni chairman ya Kibira ya maandamano, mimi saa hii hakuna kitu tutasema. Utasema tu pole, Mungu tunajua bila umechukua Raila. Mwendo wa saa 5 mkewe Raila Odinga alizungumza na waombolezaji kwa dakika chache, akiwasihi kuwa watulivu. Alikuwa amezingirwa na wandani wa Raila Odinga, jamaa na marafiki wa familia hiyo, wengi wakionekana kugubikwa na huzuni kufuatia kifo cha Odinga. Mchana kutwa viongozi walikuwa wakimiminika kutoa pole zao kwa familia ya Odinga, wengi wakimtaja kama kiongozi aliyejitolea kwa jino na ukucha kupigania haki za Wakenya. We have worked very closely, as you know, in the last election. I was always beside him. I'm lost in what I can really speak about him. For those who knew him well, he was a very warm personality, very kind, very engaging. I've lost a friend. He's been a friend for a long time, mentored me. I think is the reason why I got into politics. And I think his words of wisdom were patience, that you be patient to lead, and that in unity a community thrives. He's the only person who could tolerate my madness, even with my crazy hair, with everything. He is so beyond my hair. He is so beyond my cantankerousness. You know, he could see that what we are trying to do is to bring the Kenyans together. Kenyans must remember that a statesman is a person who does not think about himself. He thinks about the nation and the people more than anything else. So that is the spirit that he has left behind. As Kenyans, we must unite around his principles that he stood firm. Matayarisho ya mazishi yake zikianza mara moja, huku waombolezaji zaidi wakitarajiwa kufika Kerarapon Karen kuomboleza na familia.
Kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga ni pigo kubwa sio kwa wafuasi na wandani wake pekee, bali taifa nzima kwa jumla, huku wengi wakitoa risala zao za rambirambi na kumbukumbu kwamba atasalia kuwa mwanasiasa na kiongozi tajika katika historia ya nchi. Melita Oletenges, Karen, Nairobi. Naam, kutoka Karen, maelfu ya wakazi walimiminika barabarani katika kaunti za Kisumu, Migori na Homa Bay kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Wakazi hao walielezea hofu ya kukosa kiongozi atakayeunganisha ukanda wa Nyanza kisiasa na kupigania haki za kibinadamu. Laura Otieno na taarifa hii kwa kina. Muda mfupi baada ya taarifa za kifo cha Raila Odinga kutangazwa, barabara za katikati mwa jiji la Kisumu zilijaa. Wakazi walijitokeza kuomboleza, baadhi wakiwa na mabango, wengine wakilemewa na majonzi na huzuni. Wakazi hapa walipokea habari za kifo cha Raila Odinga kwa mshtuko. Vile nilisikia maneno ya baba, sikusikia vizuri, nilisikia kama ndoto na nikakuja kitao nikajua ni ukweli. Niko na usoni sana, hata sijui nifanye aje. Alikuwa anatupea amani. Kama inji inaenda vibaya, Raila ndiye alikuwa inaleta peace kwa inji. Asante kwa muda Raila amemaliza hapa duniani, lakini ametuacha na huzuni kabisa. Kwa maana Raila akiongea hivi, unasikia tu akiongea, utarudi nyuma. Sasa hiyo aende tu polepole vile ameenda. Mjini Homa Bay, biashara nyingi zilifungwa, huku wakazi wakizunguka barabara za mjini humo ili kumwomboleza Odinga. We are very pleased with this death. Until now we call it Dark Wednesday because everything has been stopped in the town. Everyone is mourning for Raila, and we are calling everyone to have just 1 minute for the respect of Raila Amolo Odinga. Kifo cha Odinga pia kimeibua maswali kuhusu hatma ya siasa za Nyanza, kwani kando na kutoa mwongozo, kinara huyo wa chungwa alikuwa mstari wa mbele katika kuishawishi serikali kuwekeza katika miradi ya maendeleo katika ukanda wa Nyanza. Raila ni mtu ambaye amejulikana sana kwa mambo ya demokrasi na amejulikana kwa mtu ambaye anasimama imara kwa ile kitu ambayo ni haki na ile kitu ambayo ni mzuri, na kama ni mbaya pia anasema ni mbaya. My word is just to tell our people that we be united and remain specifically where Raila Amolo Odinga left us, and that is under broad-based government. Huku wakisubiri mipango ya mazishi, wingu la simanzi limegubika ngome ya Odinga. Wakazi wakisalia na huzuni tele na majonzi wakimkumbuka kama kiongozi aliyejali maslahi yao. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Turejee kaunti ya Nairobi ambapo wakazi wa Kibra walimiminika katika uwanja wa Kamukunji kumwomboleza Raila Odinga baada ya taarifa kuhusu kifo chake kuenea katika eneo bunge hilo. Aidha, masomo yalisitishwa katika shule ya Raila Education Center, huku walimu, wanafunzi na wazazi wa shule hiyo wakimwomboleza mwanzilishi wa shule hiyo. Seth Olale alikuwa Kibra kutwa nzima na ametuandalia taarifa ifuatayo. Huzuni na majonzi zilitanda katika mtaa wa Kibra ambapo marehemu Raila Odinga aliwahi kuwa mbunge kwa takriban miaka 20. Ambapo mwenda zake Odinga alifanya mikutano ya kisiasa. Huzuni kwa wingi sana 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 katika makao ya Kibra. Tuko na huzuni sana. Baba ametutoa mbali. Kuna wakati aliweza kurudisha bei ya nyumba hapa. Hapo awali landlord angeamuka na ile ambayo amefikiria na ingekuwa bei ya rent. Kwa majina naitwa Sarafina Wairimo. Mimi ni mkaaji wa hapa Sarang'ombe. Bedroom ya baba. Venye tumesikia saa hii, nilikuwa napika chai nikaacha hata sukari ndio hii. Na nalia. Nalia sana baba, kama ndivyo ametuacha, haki kusema tu kweli. Shughuli ya biashara na usafiri zilisitishwa kwa muda, huku wakazi wakifuatilia moja kwa moja taarifa kuhusu kifo cha Raila. Katika shule ya Raila Education Center, masomo yalisitishwa punde tu habari za kifo cha mwanzilishi wa shule hiyo ziliposambaa.
Yeye alianzisha shule, akajaribu, akaleta marafiki zake. Hata ile building unayoona ile pale, ile kubwa, ile ya kwanza ilijengwa na marafiki zake. Alikuwa na foundation inaitwa Rock ambayo ilisaidia hii shule, ilikuwa inapatia watoto chakula, ilikuwa inalipia watoto school fees, ilikuwa inawapatia paka uniform. Mimi nilifadhiliwa na kusaidiwa na Raila Amolo Odinga baada ya kupoteza babangu mwaka 2006. Kisha hapo ndipo kupitia wakfu wake akasema kwamba wanafunzi wote ambao walikuwa werevu na wako na uwezo wa kulipa karo ama kusoma atagharamia, na mimi nilikuwa mmoja wao. Amini wa wanafunzi 700 wa shule hiyo na wale marafiki zake wengi wale ambao walikuwa wanatusaidia, hatujui hapo mbele itakuwaje, sababu ilikuwa ni mkono wake na mdomo wake ndio ilikuwa inaweza tusaidia, na hata alikuwa anaweza tusaidia mambo za pesa za chakula, na chakula zenyewe marafiki zake walikuwa wanaleta. Ni katika eneo hili siasa za mwenda zake Raila Odinga ziliasisiwa, huku wakazi wakijiunga na Wakenya na ulimwengu mzima kumwomboleza Raila ambaye atakumbukwa kama shujaa. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika eneo bunge la Kibra, kaunti ya Nairobi. Tunasalia hapa Nairobi ambapo mamia ya Wakenya walijitokeza kwenye barabara za jiji hii leo asubuhi, huku biashara zikitatizwa kufuatia taarifa za kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Wengi wao wakiwemo vijana walibeba matawi katika sehemu mbalimbali za jiji kuu la Nairobi wakimuomboleza Raila. Jimmy Mbogo alikuwa katikati mwa jiji hili la Nairobi na hii hapa taarifa yake. Jumatano asubuhi itasalia siku ya giza kwa maelfu ya wakazi wa Nairobi waliojitokeza kwenye barabara za jiji kuu kumwomboleza Raila Amolo Odinga. Kwa nyimbo na densi walijitokeza kwa hisia. Jiji kuu la Nairobi likigubikwa na rangi nyeusi, chungwa na ya bendera ya Kenya. Wakenya wakijimwaya kuomboleza mtu aliyemtaja kuwa mwokozi wa siasa nchini. Baba will be remembered as a very selfless person who used almost entire of his life to fight for the common mwananchi. Those people that you are seeing demonstrating here, they are doing this because of the legacy that Baba left behind. Nani atatutetea sisi kama wana Kenya? Manake kama kuna ugumu, Raila ndio anatusaidianga. Sasa nataka nijue Raila ni miraa anafichwa alafu tunaletewa habari yeye amekufa. I have lost my dad, I have lost my father, I have lost my parent and my political dad. May his soul rest in peace. Shughuli za biashara zikikatizwa huku msongamano wa magari ukishuhudiwa, ikiwa lazimu madereva wengine kugeuza magari wakihofia usalama wao. Barabara za kuingia na kutoka bunge na ile ya Harambee ikijaa watu waliotaka kujiunga na wenzao kwenye maombolezo. Na koligongo kaniambia Raila amekufa, singeenda hata kazi. Nikamwambia tu boss wangu it can never happen. So as Kenyans, venye unatuona hapa sisi ni mayatima, baba ndiye alikuwa baba yetu. Kama hakuna baba, hakuna Ruto. Tunajua sasa tunamon hata Nairobi tumesema there's no work as usual. Na niko hapa na jeshi la baba. Leo tunasema tunaomboleza in peaceful. Na hii mambo jeshi wananiambia niwatumie message ya kwamba sherehe ndio tumeanza. Baba lazima tujue ako wapi, hata kama ako India. Sherehe tutakuwa napiga shughuli kila siku mpaka siku yenye baba atazikwa, au sio? Kwa wengi matukio haya yaliashiria namna wanavyomkumbuka kigogo wa siasa Raila Amolo Odinga. Kwa wafuasi wa Raila Odinga, kifo chake ni pigo kubwa. Kwa sasa wasijue ni nani watakayemtegemea kuwa mtetezi wao. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi. Kifo cha Raila Amolo Odinga kimehitimisha safari ya kisiasa ya mwanasiasa aliyetambulika kwa mapambano yake ya muda kupigania demokrasia na ambaye aligombea urais mara 5. Odinga ameacha urithi mkubwa wa kisiasa uliotoa sura ya siasa za Kenya pamoja na taswira ya mtu aliyethamini familia, haki na usawa. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anatuarifu kwa kina kuhusu haya kwenye taarifa ifuatayo. Kabla ya kuwa kiongozi wa kisiasa nchini Kenya, kanda hii na hata bara zima, Raila Amolo Odinga kwanza alikuwa mwanafamilia.
Raila alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika hospitali ya Anglican Church Missionary Society huko Maseno katika eneo lililokuwa wilaya ya Kisumu. Alikuwa mwana wa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya Mzee Jaramogi Oginga Odinga na Mama Mary Juma Odinga. Raila alikuwa mmoja kati ya watoto 17 wa Mzee Jaramogi. Alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Kisumu Union kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Maranda. Mwaka 1965 Raila alipata ufadhili wa masomo kwenda Ujerumani Mashariki na baada ya miaka 5 akahitimu na stashahada ya uhandisi ambayo ni sawa na shahada ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Otto von Guericke. Baada ya kurejea Kenya, Raila alianza kazi ya kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi na baadaye akaanzisha kampuni ya Standard Processing Equipment Construction ambaye baadaye ikajulikana kama East African Spectre. Kampuni hiyo ilijihusisha na utengenezaji wa mitungi ya gesi na vifaa sawia. Alipokuwa katika chuo kikuu cha Nairobi, Raila alikutana na Aida Onyango ambaye walifunga ndoa mwaka 1973. Wawili hao walijaliwa watoto 4. Walipitia changamoto nyingi za kisiasa ikiwemo kipindi kirefu cha Raila kuzuiliwa gerezani. Aida ambaye alikuwa mwalimu wa zamani amekuwa nguzo muhimu katika maisha yake. Njia hiyo ya kisiasa aliyochagua Raila ilianza kama mapambano ya haki za kijamii na demokrasia ya vyama vingi wakati wa utawala wa Rais Daniel Arap Moi. Wanaharakati huo ulimpa changamoto tele. Raila alikamatwa na kufungwa mara kadhaa. Katika miaka ya 80, Raila alifungwa gerezani kwa miaka 8 na mwaka 1991 alilazimika kutoroka nchini kwenda uhamishoni nchini Norway. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Kenya hoye! Leo hii ni siku muhimu zaidi kwa Wakenya wote. Safari yake ya kisiasa imemweka katika kurasa za kihistoria ya Kenya. Amewahi kuwa mbunge, waziri na hata waziri mkuu, lakini huenda urithi wake mkubwa zaidi ni mchango wake katika mabadiliko makubwa mawili ya kitaifa: mfumo wa vyama vingi mwaka 1961 na katiba mpya ya mwaka wa 2010. Aidha, Raila alisalia kuwa ishara ya upinzani na badiliko, akiwa mgombea urais mara 5 na hata kufanikiwa kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais mahakamani. Katika miaka yake ya baadaye kisiasa, Raila alihudumu barani Afrika kama mjumbe maalum wa miundombinu, lakini mbali na majukumu ya kisiasa, familia yake imeendelea kuwa nguzo muhimu kwa Raila. Sasa familia hiyo ambayo imekuwa uti wa mgongo wa safari yake itasalia na kumbukumbu za nyakati walizokuwa naye kama baba, mume na rafiki, lakini pia kama baba wa taifa. Ameacha mke wake Aida, watoto 3 walio hai, Rosemary Junior na Winnie, pamoja na wajukuu kadhaa na familia pana ya Odinga wakiwemo Oburu Odinga na Ruth Odinga miongoni mwa wengine. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, bado tunaendelea na matangazo pamoja na taarifa, lakini pengine kukumbusha tu matukio ya leo yalivyokuwa na hata kutoka Kerala, India, ambapo tumeweza kuona picha za hapo awali ambapo jeneza ambalo limebeba maiti ama mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga, kinara wa chama cha ODM na aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini wakati mmoja, ukiwa umelazwa katika hospitali moja katika eneo la Kerala nchini India baada ya kufariki. Bila shaka ilikuwa ni jambo ambalo nafikiri kwa wengi wameweza kulitazama kwa sasa hivi, wamelipokea kwenye huzuni kubwa zaidi, hasa kuona jeneza ile, lakini pia heshima ambazo taifa la India limetoa kwa mwenda zake Raila Odinga, kwa sababu gavana wa eneo la Kerala ameweza kufika pale kushirikiana na balozi wa Kenya, wakatoa heshima pamoja na walinda usalama kutoka kule. Kwa hivyo nafikiri ni heshima kuu kwa taifa la India ambalo limeweza kumkabidhi ama kumpa mwenda zake Raila Odinga.
Na bila shaka hapo awali tuliweza kuona ujumbe wa Kenya ambao uliondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA kwenye ndege ya Kenya Airways KQ202 ambayo imeondoka kutoka Nairobi kuelekea Mumbai, na inatarajiwa kwamba itaweza kufika huko kama dakika chache kabla ya saa 8 usiku saa za India. Naam, ambayo Kenya itakuwa nafikiri mwendo wa saa 5:30 usiku. Viongozi wale wakifika, na ni viongozi ambao wameongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pamoja na viongozi wengine wakiwemo kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, wakiwemo mawaziri pia vile vile Hassan Joho, tumeweza kumuona waziri pia William Kabogo, waziri Opiyo Wandayi, pamoja na viongozi wengine. Siwezi kumsahau gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, katibu mkuu wa chama cha ODM, na vile vile seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pia vile vile wakijumuika katika safari ile. Naam, na bila shaka kuna mikutano kadha wa kadha ambayo imeendelea siku ya leo. Kuna ule mkutano wa kamati ya usalama ulioongozwa na Rais William Ruto mapema leo asubuhi, baada ya taarifa hizo kufika kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga amefariki. Mbali na hilo pia kulikuwa na mkutano wa kwanza wa kamati ya mazishi ulioandaliwa ama ulioongozwa na naibu rais Kithure Kindiki, na bila shaka muda mfupi kutoka sasa tutakuwa tunapata taarifa kutoka makao makuu ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki ili tuweze kujua maandalizi yatakuwaje. Nafikiri pengine pia kusisitizia tu kwa wale ambao hawakufuatilia hapo awali ni kwamba rais pia ametoa siku 7 za maombolezi ambazo zitakuwa ni siku rasmi, siku ambazo pia yeye amekatiza shughuli zake rasmi kama kiongozi wa kitaifa kuweza kujiandaa katika shughuli hii ya maandalizi ya mazishi, na pia kuagiza maafisa wakuu serikalini pia kuweza kusitisha, ikiwa si shughuli za dharura za kiserikali, kuweza kusitisha kwa siku hizo 7 ili kuweza kufanikisha shughuli hii, na pia kuagiza kwamba bendera za taifa ziweze kupeperushwa nusu mlingoti. Naam, bila shaka pia kulikuwa na mkutano wa mawaziri ambao uliongozwa na Rais William Ruto kuzungumzia masuala kadha wa kadha, wakati ambapo ama baada ya hapo ambapo tulimuona Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine serikalini wakiwa wanaelekea pale Karen kuomboleza na mama Aida Odinga. Pia muda mfupi uliopita tumeweza pia kujulishwa kwamba aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta pia ameweza kufika Karen kuomboleza na kuifariji familia ya mama Aida Odinga. Naam. Pia njia moja ya kumwomboleza Raila Odinga umeweza kuona pale gari rasmi la rais likiondolewa bendera ya taifa, ishara kwamba pia ameagiza bendera ambazo hutumika aidha iwe na rais, bendera zinazotumika hata pamoja na mawaziri na hata zile zinazotumika na magavana kuweza kuondolewa kwa wakati huu kama ishara moja muhimu ya kutoa maombolezo. Na pia ameagiza kwa sasa hivi kwamba uwanja wa michezo wa Nyayo uweze kuandaliwa, kutayarishwa kwa ajili ya shughuli ambazo zitakuwa zinafuatia ama kutokea kwa mwongozo ambao utakuwa unatolewa na naibu rais pamoja na kamati ambayo itahusisha familia akiwemo nduguye marehemu Raila Odinga, Oburu Oginga, katika shughuli za maandalizi katika uwanja wa Nyayo. Hatuwezi kujua mipango kamili kwa sasa, lakini bila shaka ni sehemu ambayo bila shaka itatumika kwa shughuli muhimu wakati wa maandalizi ya mazishi ya mwenda zake Raila Odinga. Naam, na bila shaka kama tulivyokuarifu awali, tunatarajia muda wote kutoka sasa kupata matangazo kamili kutoka kwa kamati ya maandalizi ya mazishi ya marehemu Raila Amolo Odinga inayoongozwa na naibu rais Kithure Kindiki, ikiwa wamekamilisha mkutano wao wa kwanza katika makao yake rasmi huko Karen, na wataweza kutoa maelezo zaidi kuhusiana na mipango ya mazishi ya Raila. Sports must begin to think about Nyayo Stadium and how to make Nyayo Stadium available, put it in good condition. I know there is some construction work going on there. Maybe we can hold the construction work for the next few days to facilitate us the use of that space.
Rais William Ruto hapo akizungumza, na pia awali katika ikulu akiweza kutangazwa kwamba Raila Odinga atapewa maziko ya kitaifa, ishara kwamba ni maziko ambayo yatahusisha vikosi vya ulinzi hapa nchini, viongozi wa kitaifa na kadhalika, sawia na inavyofanyika wakati kiongozi wa taifa anapoondoka. Naam, bila shaka hivi sasa picha hizo ambazo unaziona kwenye runinga yako ni katika makao makuu ya Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, na ni maandalizi ya mkutano ambao utaweza kufanyika hivi punde, ambapo Naibu Rais Kithure Kindiki ambaye anaongoza kamati hiyo ya maandalizi ya mazishi atakuwa anatoa maelezo zaidi kuhusiana na mipango ya mazishi ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, punde tu Naibu Rais atakapotokea, tutarejea huko moja kwa moja kusikiza hotuba yake kwa taifa kuhusiana na maandalizi ya mazishi. Kwingineko ni kwamba viongozi mbalimbali wa ulimwengu wameungana na Wakenya kumwomboleza Waziri Mkuu wa zamani na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Viongozi wa dunia wamemtaja marehemu Odinga kama nguzo kuu ya demokrasia na mfano wa kujitolea, wakimwelezea kama kiongozi aliyeweka maslahi ya taifa juu ya matamanio binafsi. Na kama ndivyotuarifu sasa Mary Mwoki, waziri mkuu huyo wa zamani ametajwa kuwa bingwa wa demokrasia na haki za kijamii, si tu nchini Kenya bali barani Afrika. Dunia inaomboleza kufariki kwa mtetezi imara wa utawala bora, mtu ambaye kwa miongo mingi alisimama kwenye kilele cha siasa za Kenya, akiunda miungano, akivunja miungano hiyo kuambatana na mikondo ya kisiasa na kuwapatanisha mahasimu wa kisiasa. Hakukuwa na uhasama uliokuwa mkubwa sana wala ufa mpana mno ambao Raila Amolo Odinga asingeuziba iwapo uthabiti wa taifa uliuhitaji. Mwendani wake wa karibu wa miaka mingi, waziri mkuu wa India Narendra Modi, amesema alikuwa kiongozi mashuhuri na rafiki wa dhati wa India. Nilipata heshima ya kumjua kwa karibu tangu nikiwa mkuu wa mkoa wa Gujarat, na urafiki wetu uliendelea kwa miaka mingi. Alikuwa na mapenzi maalum kwa India, tamaduni, maadili na hekima ya kale, jambo lililoonekana katika juhudi zake za kuimarisha uhusiano kati ya India na Kenya. Rais wa Tanzania Samia Suluhu naye amemwomboleza kwa kusema, tumempoteza kiongozi mahiri, Mwafrika wa kimataifa, mpenda amani na mtafutaji wa suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa Kenya pekee bali Afrika Mashariki na bara zima la Afrika. Msiba huu si wa Kenya pekee bali wa sisi wote. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud naye ametoa rambirambi zake kwa kumtaja Odinga kama kiongozi mashuhuri ambaye urithi wake wa kidemokrasia, haki na utumishi wa umma utaendelea kuishi. Somali inasimama pamoja na Kenya katika kipindi hiki cha majonzi. Mpinzani wake mkali aliyemshinda Raila katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa Umoja wa Afrika, Mahamud Ali Yusuf, naye amemwomboleza waziri mkuu huyo wa zamani akisema, Raila Odinga alikuwa mtu mkubwa katika maisha ya kisiasa ya Kenya na bingwa wa kudumu wa demokrasia, utawala bora na maendeleo yanayomlenga mwananchi. Dhamira yake ya miongo kadhaa kwa haki, wingi wa maoni na mageuzi ya kidemokrasia ikiacha alama isiyofutika si tu nchini Kenya mbali kote barani Afrika. Aliwapa moyo viongozi na wananchi wengi wakiwemo mimi kupitia ujasiri wake, uvumilivu na imani yake isiyotetereka katika nguvu ya mazungumzo na taasisi za kidemokrasia. Huko Ethiopia, waziri mkuu Abiy Ahmed Ali ametoa rambirambi kwa niaba ya serikali yake, akimwelezea Odinga kama mzalendo na kiongozi ambaye mchango wake wa kidemokrasia utakumbukwa kote barani Afrika. Katibu mtendaji wa halmashauri ya maendeleo kati ya serikali za mataifa mbalimbali IGAD, Dr. Wokne Gebeyehu, amemwelezea Odinga kama mmoja wa wana mashuhuri zaidi wa Afrika ambaye kujitolea kwake kwa haki na umoja kuliwachochea vizazi wengi. Nchini Zambia, Rais Hakainde Hichilema amemsifu Odinga kama mtetezi mkuu wa demokrasia, akisema urithi wake utaendelea kuishi muda mrefu baada ya kuondoka kwake. Rais wa Djibouti Ismail Omar Gwele pia ametoa heshima zake, akimtaja Odinga kama kiongozi mwenye maono ambaye sauti yake ya haki ilivuma mbali zaidi ya mipaka ya taifa lake. Mary Mwoki, runinga ya Citizen.
Mtazamaji, mwenyekiti wa kampuni ya Royal Media Services Daktari SK Macharia amemwomboleza Raila Odinga akimtaja kuwa mtu muhimu sana katika maisha yake. Kwenye ujumbe wake, Daktari SK Macharia ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa marehemu Raila Odinga amesema hakuwa tu ndugu na rafiki bali kiungo muhimu cha maisha yake. Mwenyekiti huyo wa Royal Media Services amesema alimjali sana Odinga ambaye malengo yake ya uongozi yaliambatana na imani yake. Aidha, Daktari SK Macharia amesema familia yake imepoteza mmoja wao, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Kufuatia taarifa za kufariki kwa Raila Odinga alipokuwa akipokea matibabu India, mwenyekiti wa Royal Media Services Daktari SK Macharia, aliyekuwa rafiki wa karibu wa Odinga, ametuma rambirambi zake. Kwenye ujumbe wake ni kinukuu, maneno hayawezi kuelezea namna ninavyohisi kufuatia matukio ya leo ambayo yamenitikisa. Raila Odinga alikuwa si ndugu tu na rafiki, bali kiungo muhimu cha maisha yangu. Nilimjali sana Odinga na kama kiongozi, nguzo zake ziliambatana na imani yangu. Familia yangu imepoteza mmoja wetu, rafiki mkubwa na msiri. Anaendelea kusema, taifa limempoteza kiongozi tajika na mzalendo, aliyeishi maisha ya kujitolea. Ikikumbukwa alitoka jela na kutoroka humu nchini kabla ya kurejea na kufungwa, kisha barabarani ambako macho yake na mwili wake uliumizwa. Raila Odinga alijitolea kwa taifa la Kenya. Daktari SK Macharia anasema Wakenya wanapaswa kumshukuru Odinga kwa katiba ya sasa, ugatuzi, uhuru wa idara ya mahakama. Ameongeza na kuomba nafsi yake kuendelea kutoa mwongozo katika juhudi za kupatikana kwa uongozi bora, uwajibikaji na uwazi. Daktari SK Macharia anasema bila uwepo wa Raila Odinga, Kenya haitakuwa kama vile ilivyokuwa. Mwenyekiti wa Royal Media Services amemalizia kwa kutoa himizo kwa Mama Aida Odinga, wanawe na Wakenya kuendelea na safari kama alivyotaka Odinga, na kusema hili ni pigo kwa taifa zima. Kuonyesha urafiki wao wa karibu, siku mbili zilizopita Daktari SK Macharia alikuwa miongoni mwa viongozi waliofika Siaya kwa hafla ya kuwapiga jeki vijana iliyoongozwa na seneta wa Siaya Oburu Odinga. This morning I spoke to Raila where he is, and yesterday I had also rang him and we spoke. Akiwa rafiki mkubwa wa Odinga, hakuficha urafiki huo hata ilipofika nyakati za kisiasa. Alijitokeza wazi na kumpigia upatu rafikie. Raila has lived a life of selfless struggle for a better Kenya. Raila is a true son of his father. He has always championed greater causes than self. He fought for multipartyism and paid the price by spending 8 years in detention. He came out stronger to fight for more reforms, including a new constitution. Ni urafiki ambao Daktari SK Macharia aliwakumbusha wote kila mara. Ulianza na babake Odinga, marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Jina Raila Amolo Odinga limeganda kwenye historia ya Kenya kama kiongozi aliyestahimili mawimbi ya siasa kizazi baada ya kizazi. Licha ya kuwa mstari wa mbele kwenye ajenda za demokrasia na mabadiliko ya taifa, Raila alikosa urais mara 5. Safin Achieng Ouma sasa anaangazia matumaini ya Raila yaliyozimwa kila mara alipojitosa uwanjani katika kushika usukani wa Jamhuri ya Kenya. Tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, tangazo la mshindi wa kinyang'anyiro cha urais lilitolewa kwa mazingira magumu. Ruto William Samoei. Mheshimiwa Raila Odinga akikosa ushindi. Ilikuwa mara yake ya 5 kujitosa uwanjani, na kushindwa kwake kuliwavunja moyo wafuasi wake waliokuwepo Bomas.
Raila alipinga matokeo kwa msingi wa udanganyifu wa kura. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. Mara ya kwanza kwa Raila kujitosa kinyang'anyironi chini ya mwavuli wa National Development Party, Raila aliibuka watatu kwenye uchaguzi huo, marehemu Rais Mwai Kibaki akiwa wa pili, huku marehemu Rais Daniel Arap Moi akitangazwa mshindi. Mwaka wa 2002 Raila aliweka kando azimio lake kumuunga mkono marehemu Rais Mwai Kibaki, lakini alijitosa uwanjani mwaka wa 2007 kama mgombea wa chama cha ODM. Uchaguzi ambao umesalia kwenye daftari za historia ya Kenya kutokana na vita vilivyozuka baada ya Rais Kibaki kutangazwa mshindi. Madai ya wizi wa kura yakasababisha vifo vya watu 1100 na watu 1350 kufurushwa makwao. Ilimbidi aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan kuingilia kati na kupatanisha Raila na Kibaki katika kile kilichojulikana kwa mara ya kwanza nchini kama serikali ya mseto. Raila aliteuliwa kama waziri mkuu. Raila alirejea kinyang'anyironi kwa mara ya tatu mwaka 2013, mara hii dhidi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru akashinda uchaguzi huo kwa 50.5%, huku Raila akipata 43.7% ya kura. Mheshimiwa Raila akatafuta hifadhi mahakamani, lakini mahakama ikaidhinisha ushindi wa Uhuru. Kwa mara ya 4, Raila alitifua kivumbi debeni mwaka 2017. Mara hii kushindwa kwake kukaongeza kurasa kwenye daftari za historia baada yake kupinga matokeo katika mahakama ya juu. Ushindi wa Uhuru Kenyatta ulifutiliwa mbali na uchaguzi mpya kuagizwa kufanyika katika siku 60. Raila Odinga alisusia uchaguzi huo mnamo Oktoba 26 mwaka 2017 na kumpa nafasi Uhuru Kenyatta kunyakua urais kwa 98.3% ya kura zilizopigwa. Lakini Raila hakuachia hapo. Kwenye hafla iliyoandaliwa bustani ya Uhuru, kiongozi huyo wa ODM aliapishwa kama rais wa raia. Wakili Miguna aliongoza uapishi huo na kufurushwa nchini muda mfupi baadaye. Mnamo Machi mwaka 2018, Mheshimiwa Raila na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta wakaunda serikali ya mseto baada ya handshake iliyobadili tena siasa za taifa. Jaribio lake la mwisho lilikuwa mwaka 2022 ambapo Rais William Ruto alimpiku. Hii ilikuwa mara yake ya 5 kushindwa, na licha ya kwenda mahakamani, ushindi wa William Ruto ukaidhinishwa. Kwa mara ya 5, Mheshimiwa Raila aliweka wazi azma ya kuwa rais, na kwa mara ya 5 azma hiyo ilizimwa. Licha ya upendo wake kwa taifa, majaribio hiyo 5 yalidhihirisha moyo wake wa matumaini ya kubadili taifa la Kenya. Safin Acheng Ouma, runinga ya Citizen. Mtazamaji, ni mengi yamesemwa, mengi yamejiri tangu tupate taarifa kuhusiana na kuaga dunia kwa Raila Odinga, na kufikia sasa tunafahamu kwamba kamati ya maandalizi ya mazishi ya Raila Odinga inaongozwa na naibu rais Kithure Kindiki na imeweza kukamilisha mkutano wake wa kwanza katika makao makuu yake huko Karen. Kamati hiyo tunasubiri wakati wote kutoka sasa itakuwa inatangaza rasmi mpangilio kuhusiana na utaratibu wa mazishi. Ni kamati ambayo Rais William Ruto ameibuni mwenyewe na itaongozwa na naibu rais Kithure Kindiki pamoja na nduguye marehemu Raila Odinga, Oburu Oginga, ambaye ni seneta wa kaunti ya Siaya. Na bila shaka, na hayo ya kijiri muda mfupi uliopita, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mkewe Mama Margaret Kenyatta walikuwa Karen, ambapo walikuwa wamekwenda kumfariji Mama Aida Odinga pamoja na familia yake kufuatia tangazo la kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa anapokea matibabu akiwa huko India. Na kumekuwa na shughuli nyingi katika boma la Mheshimiwa Raila tangu taarifa za kifo chake ziweze kutangazwa na watu kuzipokea kupitia mitandao mbalimbali. Vijana, wazee,
wote ambao walikuwa wanamwaminia, wanampenda, sio tu familia bali wananchi wa taifa la Kenya wakiwa wameelekea huko Karen. Wengine ambao walikuwa katika kaunti ya Kisumu walifululiza kutoka Kisumu hadi katika boma lake huko Siaya ili kuweza kuomboleza. Na ni idadi kubwa tu ya viongozi mchanganyiko, viongozi ambao wanajumuika pamoja na serikali, viongozi wengine pia kama unavyoona hapa kwenye runinga yako picha ambazo zilikuwa za awali, baadhi ya viongozi akiwemo Raphael Tuju ambaye alikuwa waziri na wakati mmoja katibu mkuu chama cha Jubilee akisaidiana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, pia Simba Arati ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisii, na vile vile James Orengo ambaye ni gavana wa kaunti ya Siaya ambapo anatokea Raila Odinga pamoja na familia yake. Awali pia kama unavyoona Mashirima, wageni wengine. Naam, asubuhi tuliweza kumwona Rais William Ruto akiongoza ujumbe wa serikali akiwa ameandamana na viongozi wengine serikalini kama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye sasa hivi yuko kwenye ndege ya KQ202 ambayo inaelekea Mumbai ili kuweza kurejesha mwili wa Mheshimiwa Raila hapa nchini. Naam, bila shaka ujumbe ule ambao uliandamana na Rais William Ruto kama alivyosema mwenzangu Mashirima ulikuwa umehusisha pia gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, pia vile vile Mheshimiwa mbunge Millie Odhiambo, na kwa sasa hivi unatazama picha za awali ndege ambayo tunaarifiwa kwamba ishaondoka, kwa kimombo wanasema flight KQ202 ambayo imebeba viongozi wa taifa hili wakiwemo waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, katibu katika wizara ya afya vile vile akiwa ameandamana na kina Silvana Sosoro, kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa, pia vile vile seneta Edwin Sifuna akiwa anaonekana kuzidiwa na majonzi, gavana Johnson Sakaja wa kaunti ya Nairobi, Eddie Oketch ambaye ni seneta wa kaunti ya Migori, Kimani Ichung'wah kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, mawaziri Hassan Joho, Opiyo Wandayi na hata William Kabogo, wakiwa tu baadhi ya miongoni mwa viongozi ambayo safari yao inastahili kuwasili kule India mwendo wa saa 8 saa za India, lakini hapa Kenya itakuwa ni mwendo wa saa 5:30 hivi, manake India iko mbele nafikiri na saa 2:30. Na bila shaka tukiwa tunazungumzia huko India, muda mfupi uliopita tuliweza kumwona gavana wa eneo hilo la Kerala Rahendra Alekar ambaye alikuwa ameandamana na balozi wa Kenya Peter Munyiri wakiwa wanaupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga katika hospitali ama taasisi ya Kerala Medical College ambapo mwili wake ulikuwa umesafirishwa kutoka kwa hospitali ya Devamatha ambapo Mheshimiwa Raila alifariki leo asubuhi. Tunaarifiwa kwamba Mheshimiwa Raila alikuwa anapokea matibabu katika hospitali moja ya kibinafsi lakini akaanguka kutokana na mshtuko wa moyo alipokuwa anatembea katika hospitali hiyo, kisha akasafirishwa hadi katika hospitali ya Devamatha ambapo madaktari waliweza kutangaza kwamba alikuwa ameaga dunia. Naam, kama unavyoona mtazamaji, heshima kuu ambayo ilikuwa imeandaliwa hapo awali na gavana wa eneo hilo la Kerala huko India akiwa anaambatana na balozi wa Kenya kule India pamoja na maafisa wakuu serikalini wakiwemo maafisa wa ulinzi na kadhalika na hata maafisa wa hospitali ambapo mwili wake uliweza kupokelewa. Sasa tunaarifiwa kwamba kutoka pale mwili ule uliopo ndani ya jeneza utakuwa unasafirishwa kutoka Kerala kuelekea uwanja wa ndege kule Mumbai ambapo unatarajiwa kupokelewa na wale viongozi wa taifa ambao wameweza kusafiri kuelekea Mumbai, halafu kutoka hapo waelekee kuabiri ndege nyingine kurejea hapa jiji Nairobi. Hatuwezi kujua safari itaanza saa ngapi, maana tutapata ukamili wa mambo. Mwanahabari wetu Stephen Leto ameandamana na viongozi hao, bila shaka atatufahamisha mengi punde tu safari itakapofika, lakini kwa sasa hivi tunaarifiwa tuko na Sam Gituko. Na bila shaka moja kwa moja turejee hapa nchini na kuelekea katika kaunti ya Siaya katika eneo la Opoda Farm ambayo ni boma la Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sam Gituku yuko huko na amekuwa huko siku nzima ili aweze kutupatia taswira ya jinsi mambo yalivyo. Gituku, hujambo? Bila shaka ni siku ya simanzi. Je, mambo yamekuwa vipi mchana kutwa na hata sasa hivi?
Na sijambo Mashirima na Nimrod mkiwa studioni hapa katika Upoda Farm. Kumekuwa na shughuli chungu nzima, waombolezaji wakiweza kufika katika eneo hili kutoa risala zao za rambirambi, kuweza kushuhudia yepi yameweza kutendeka katika eneo hili. Vile vile wamekuwa wakifika kuthibitisha kwamba wanayoyasikia ni kweli. Wakazi wamekuwa wakifika hapa, wengi wao vijana kwa wazee, wakiweza kutoa zile hisia zao, ukiwaona kwa namna yao kivyao. Vile kumekuwa na baadhi ya viongozi wa kikundi cha wazee wa jamii ya Waluo ama Council of Elders, wote wamekuwa wakifika katika eneo hili kutoa risala zao, na wamesononeka sana, wamehuzunika kutokana na pigo hili ambalo sio wengi walitarajia, kwa sababu walikuwa wamesikia kwamba Raila Odinga yuko hospitalini, lakini hawakujua kwamba ingeweza kutumia ikiwa vile ilivyo, kwa sababu hivi sasa ni usiku wa kwanza, ikiwa ni tarehe 15 Oktoba, wakati ambapo sasa yamekuja kujulikana kwamba katika boma lenyewe hamna watu isipokuwa wafanyakazi ambao wamekuwa wakifanya kazi hapa kuweza kushuhudia na kujumuika na wale wageni ambao wanafika kutoa risala zao. Ningependa kuzungumza na baadhi yao, kusikia tu hisia zao, kwa sababu sasa ni nyakati za usiku, lakini bado wako hapa kuweza kufuatilia matukio. Labda uweze kutueleza ni kipi kimekuchangia ukasalia hapa hadi wakati huu? Okay. Mimi ni mkaji wa hapa Bondo, na tumekuja hapa kuomboleza baba wetu Raila Amolo Odinga ambaye alituacha this morning. Yes. Na nikiongeza chenye naweza ambia Wajaluo, or what I can ask Luos, if we try to flash back on some of Raila's speeches, I can still remember one of Raila's emotional speech when he said that he can see where he's sitting, ameona mbali, though atafika na sisi, lakini anajua tutafika huko. Na mimi naomba Wajaluo, let us mourn our Raila in peace. To mourn Raila in peace, tukuwe na amani na to maintain legacy ya Raila. Raila alikuwa mtu wa amani, na hiyo ndio amani tunataka. Yes. Labda wewe utamkumbuka vipi kiongozi Raila Odinga? Asante sana. Mimi naitwa Solomon Oluoch. Mimi ni mkaaji wa hapa Bondo. Raila alikuwa Mungu wetu wa pili. Raila ametusaidia sana, na ni baba yetu, bado tunamkumbuka. Naomba sisi wa Kenya, naomba kila mtu, Wajaluo, tukae kwa amani. Ya pili, naweza omba watu wetu wanasiasa, Raila alituweka kwa asali ingine hapo tulikuwa tunakula. Naomba tu tusigongane. Tukishazika baba yetu vizuri, watu wache tukule hii asali yetu vizuri, mpaka tuone mahali hii asali yenye baba alituweka imetuweka wapi. Asante sana. Asante. Nawe Daro, utasemaje? Kwa majina mimi naitwa Monica Ligawa, mimi ni mkazi wa Bondo. Chenye naweza sema kwa kifo cha Raila, tuko na huzuni kabisa. Tuko na huzuni juu Raila alikuwa anatuweka kwa peace ingine, hata Wajaluo tulikuwa tunafurahia. Kwa sasa chenye naweza omba Kenya as a whole, tukue na amani kwa hii kifo ya Raila, tukue na amani na tumuombe familia yake mpaka siku ile atazikwa. Raila alikuwa peacemaker. Kama kitu ilikuwa inaenda kugongana hapa Kenya, Raila alikuwa analeta watu pamoja, na watu wanakuwa pamoja mpaka wa leo. Sasa chenye nitaomba, tukue na ahadi yenye Raila alikuwa nayo sisi kama Wajaluo. Tusigongane kwa hii kifo ya Raila, mara hii. Asante dada. Na vile tuko na baadhi ya wakaji ambao wameweza kufika katika eneo hili. Labda hisia zako ni zipi wakati huu? Kwa majina naitwa George Majimbo Oguda. Mimi Raila ni relative yangu. Raila alinipeleka kwa training, nikachunga yeye, tukafanya kazi na yeye, na ile ndugu yangu tulisika ndori naitwa Jojo Diworo. Oduoro alikuwa number 26, mimi nilikuwa number 27. We went training with Oduoro together, tumechunga Raila together, and is my cousin. My home from here is Akoko Primary, Akoko School. We are here to give security, to make sure everything here is in order until my former boss be laid to rest. Tuna appeal kwa watu yote wanamon Raila.
Raila alikuwa mtu ya peace. Raila amewacha chama, Kenya haijashink. Jaramogi alituachia watoto wawili. Jaramogi aliwacha Raila na kawacha Dr. Oburu Odinga. Raila ameenda, tumebaki na daktari. Therefore, we still have somebody who is going to give the direction. Luo community and Odinga family is still being run na Daktari Oburu Odinga. We are sorry for the loss, and all is not lost. We are appealing to everybody for peace, everybody to be calm, and anybody in this home, ile amekuja na nia mbaya ama nia mzuri, please. Na ile mambo ya Ruto must go. Tutaki kwa hii boma, tutaki kwa hii matanga. Asante sana. Ni Oguda ambaye aliweza kufanya kazi na Raila Odinga. Hapa pale nyuma, sijui kama tutaweza kupata hiyo picha, tunaweza kusonga kidogo. Utaona kuna picha ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Songa kidogo tuona ile picha ya Raila Odinga, ambapo kuna pia kitabu cha kutoa risala za rambirambi, ambapo wakazi waombolezaji wanaweza kufika katika eneo hili kuweza kushuhudia aliyojiri, kuweza kuona maua yaliyopo na pia kuandika risala zao wanapomkumbuka aliyekuwa Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani hapa nchini. Kwa hivyo Mashirima na Nimrod ndio taswira hapa katika Opoda Farm, ambapo ni boma la Raila Odinga. Mengi yamefanyika mchana kutwa, wengi wameweza kufika hivi sasa, wengi wameondoka, lakini kuna wale wachache ambao wangalipo kuona mkesha huu kutakuwa vipi, wakati ambapo tunatarajia kwamba mwili wa mwenda zake utakuwa ukifika hapa nchini ifikapo hapo kesho, ili shughuli zingine kuweza kuendelea katika maandalizi ya mazishi ambayo atakuwepo katika kaunti hii ya Siaya, nyumbani kwake Raila Odinga. Kwako studio. Naam, shukran Sam Gituku hapo kutoka Opoda Farm katika kaunti ya Siaya, ambapo bila shaka kumefurika jinsi ambavyo hapa jijini Nairobi katika mtaa wa Karen ulivyofurika na watu ambao wamekuja kuomboleza na kuifariji familia ya Mama Aida Odinga. Naam, bila shaka, na pengine tu tufahamishe watazamaji wetu kwamba baadaye tutakuwa na mahojiano hapa studio na mmoja wa viongozi na mfanyi biashara mashuhuri ambayo litangamana na Raila Odinga kwa muda mrefu tu katika maisha yake ya kisiasa. Atakuwa anatueleza mapana na marefu kuhusiana na matembezi yake katika masuala ya kisiasa, uhusiano wake na wananchi na viongozi wengine katika siasa, manake walihudumu katika mabunge tofauti pamoja na mgeni wetu. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza naye alikuwa seneta wa kaunti ya Nyeri Ephraim Maina, ambaye pia ni mfanyi biashara mashuhuri na alitangamana na mwenda zake Raila Odinga, lakini hapo ni baadaye. Kwa hivyo usiondoke. Hivi sasa tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi mbalimbali nchini wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kinara wa PNP Martha Karua pamoja na jaji mkuu Martha Koome wamemwomboleza waziri mkuu wa zamani na kinara wa ODM mwenda zake Raila Odinga. Wakiweka kando tofauti zao za kisiasa, wamemtaja Odinga kama kiongozi aliyejitolea kupigania mageuzi nchini na ukombozi wa pili. Willy Lusige na taarifa hiyo. Viongozi mbalimbali nchini wamemwomboleza hayati Raila Amolo Odinga na kusifu siku za uhai wake, wakimvisha koja kwa kupigania matakwa ya mtu wa kawaida, vyama vingi vya kisiasa pamoja na mageuzi mengine ambayo yamelifanya taifa la Kenya kupiga hatua kidemokrasia na kimaendeleo. Kinara wa DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtaja Odinga kama jagina wa demokrasia na shujaa shupavu wa ukombozi wa pili wa Kenya, aliyepambana na ukatili wa tawala dhalimu licha ya kuteswa na kufungwa gerezani. Martha Karua, kinara wa chama cha PNP na mgombea mwenza wa urais wa Odinga kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, akisifia ukuruba wao wa zaidi ya miongo mitatu katika safari yao ya kupigania Kenya huru na yenye usawa. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga kwenye chaguzi za urais za mwaka 2013 na 17, akielezea jinsi Raila alivyojitolea kutoa nafasi ya urais. Kalonzo
amesitisha ziara yake ya Uingereza na kurejea kumwomboleza swahiba wake wa karibu. Naye kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa akisifia jinsi Odinga alivyokuwa mtetezi wa ugatuzi na jinsi alivyojitolea kuleta katiba mpya ya mwaka 2010. Jaji mkuu Martha Koome akisema bila Raila hakungekuwa na mageuzi makubwa si tu kidemokrasia, pia katika nyanja ya sheria na haki. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli na rafiki wa karibu sana wa Raila akimtaja kama ishara ya umoja na mlezi ambaye uongozi wake uliunda vizazi vya wanasiasa wa Kenya. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Na tunaendelea na matangazo yetu kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ameaga dunia leo asubuhi huko India alipokuwa anapokea matibabu. Na mtazamaji, tunaarifiwa kwa sasa hivi ndege ambayo ilikuwa imewasafirisha viongozi wa serikali kuelekea Mumbai, India kuweza kuulaki na kuupokea mwili wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa sasa hivi imeshapita anga ya kaskazini mwa Kenya na kuingia anga ya Somalia kuelekea moja kwa moja katika safari hiyo na kuingia pia baadaye katika bahari ya Hindi ama anga hiyo na hatimaye kuelekea India. Bila shaka tutapata taarifa kamili kuhusiana na safari itakavyokuwa, na mwanahabari wetu Steven Leto atatuarifu matarajio ya saa ambazo viongozi hao wanastahili kufika. Lakini tunageukia sasa mazungumzo yetu na kiongozi mashuhuri aliyekuwa seneta katika kaunti ya Nyeri, vile vile mfanyi biashara mashuhuri aliwahi